Naam, wadigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Harmonize ameweza kumtabiria makubwa sana. Aliwahi kumtabiria Abby Chams swala la kuja kushinda tuzo hapo awali, ambapo kwa namna moja ama nyingine huyu Harmonize alishaye kumwambia kwamba Abby Chams siku moja atakuja kushinda tuzo. Sasa hivi tunaona Abby Chams ameweza kuingia katika kinyang'anyiro cha BET, ambapo inaelezwa kwamba kwenye hizo tuzo za BET ndio msanii pekee kutokea Tanzania ambaye anaiwakilisha vyema Afrika Mashariki katika tuzo za BET zinazofanyika kule nchini Marekani katika kategori ya Best International Act. Best New International Act. Kwa maana yake atakuwa ni msanii wa kwanza wa kike kutokea Afrika Mashariki peke yake kwenda kuwakilisha Afrika Mashariki katika tuzo hizo. Sasa baada ya kuongea hivyo maneno ya Harmonize, ambapo kwa namna moja ama nyingine inaonekana Harmonize aliwahi kumtabiria makubwa Abby Chams. Inaonekana kabisa kwamba alikuwa anatamani siku moja Abby Chams aweze kuchukua tuzo kwa sababu tuzo hizi zinatolewa kule nchini Marekani, na kwa namna moja ama nyingine kama atafanikiwa kuchukua tuzo basi itakuwa ni kitu kizuri sana kwa nchi, lakini pia katika mziki wa Bongo Flava. Harmonize alisema ilikuwa 2020 ilimwambia atakuja kushinda Grammy. Mwaka 2020 Harmonize alimuita Abby Chams Grammy Girl, akimaanisha anachokifanya Abby Girl kina hadhi ya kimataifa na kinastahili kutambulika na tuzo za Grammy, tuzo kubwa za kimuziki duniani. Yaani hakuna tuzo duniani kubwa zaidi ya Grammy. Pamoja na ya kuwa bado jina la Abigail halijatokea kwenye tuzo hizo, lakini jana BET Awards wamemtambua Abigail na kumtaja kwenye kipengele cha Best New International Act. Sio mchezo. Najua wengi tunatambua ukubwa BET. Toka Tanzania Yumbwe ni Rayvanny pekee anayemiliki tuzo hii. Kwa hapa Tanzania unaweza kuona ugumu kiasi gani kuwepo kwenye tuzo hizi. Japokuwa Abigail yupo kwenye kipengele chenye wapopo, yani wa Nigeria. Unaona, watu ambao wanajua fitna zote za muziki, lakini imani yangu kubwa kama kweli kula zitazingatiwa, basi Abigail ataondoka na tuzo hii. Matokeo haya Abigail Chams yawe chachu kwa wasanii wengine ambao wamekuwa kiimba muziki tofauti na ambao kwa Tanzania huonekana kama ni ngumu kutoboa na kupata influence. Ni wazi kuwa watu wanatazama hatua za kila msanii duniani, msiache kupambania kombe. Hayo yalikuwa ni maneno ya Harmonize. Dondosha maoni yako, hakikisha bonyeza alama nyekundu ili subscribe.